ambayo inazungumzia maisha ya watu ambao wameweza kukumbana na matatizo mazito sana katika ulimwengu huu, na imepelekea wao kuweza kuingia katika tatizo kubwa la maisha. Ateche kidogo mambo fulani hivi wanasema picha hii imetokana na hadithi ya ukweli kwa kile ambacho kimepata kutokea. Moja kati ya makontena ambaye yalikuwa yanatolewa katika meli katika jiji la New York City, kunaonekana kuna watu ndani yake. Siku zote kontena tunafahamu ni ya kubebea mizigo, iweje leo kulikuwa kuna watu? Kontena ilikuwa inapelekwa sehemu yake baada ya kutolewa katika meli hii. Picha yetu inaanza katika jiji la New York City. Kuna matundu. Wewe Cheso, there are holes in the back. Open it up. Anauliza katika hiyo kontena kwa upande wa nyuma. Hebu jaribu kwanza kufungua tupate kuona kwa nini hiyo tundu ziko hapo. Kuna watu wamekurupuka kuna dadaki. Hao. Kamata hao. Kamata. Wengi wao walikuwa ni watu wenye ngozi nyeusi, yani wa Afrika, na huenda imeli imetoka Afrika. Watu wakazamia. Picha hii ni kwa mahususi zaidi kwa vijana wenye umri wa miaka 18 na chini hapo mpaka kufikia miaka ya ujana. Tutapata kufundishwa leo kile ambacho kinawakuta watu wanaojaribu kuzamia. Kipindi kile sisi enzi zetu vitu vya kuzamia vilikuwa ndio vitu vyenyewe. Sasa hivi watu wanapanda ndege, wanasafiri wanavyotaka, lakini enzi zetu, yani mtu ulikuwa unatafuta boda tu boda unazamia kwenye meli, basi ndivyo ambavyo unatakiwa ufanye. Maisha Ulaya ilikuwa ndio kila kitu. Wengi walikufa kwa kufanya hivi. Kapteni wa meli alipata kuona kile ambacho kimeonekana kwamba meli yake ilibeba watu ambao walikuwa ni wazamiaji, wanaitwa stowaway. Ni katika jiji la New York City. Wamiliki wa meli pamoja na mapolisi ilibidi waitane wakae ili wapate kujua imekuwaje mpaka watu wale wakaingia katika meli na hatimaye hawakuweza kufahamika mpaka jiji la New York City wameingia. Karibu sana boss wangu. Jaribu kumuona captain huko ndani. Captain? From the shipping line. Tunashukuru sana, kwanza umefanya safari yako salama mpaka umefika New York City. Yes. We've dealt with the problem. Nafikiri na mimi kwangu hakuna tatizo. Bali kuna tatizo tu ambalo limeweza kutokea dogo. I think la watu takribani 8 kukamatwa katika container. Na nafikiri umekuja kwa ajili ya kuzungumza na mimi juu hili. No, the captain, it seems to me, wants to have his cake and eat it. Unajua captain, naangalia kidogo mambo yake hapa kwamba habari zake zote zilikuwa ziko halali au sio halali. Alikuja hapa alikuwa ni mtu kutoka serikalini ambaye anashughulika na masuala ya immigration, nazungumzia masuala ya uhamiaji. Kule captain anajaribu kugombezana na kijana wake wa kazi ambaye alikuwa ni mkuu wa ulinzi. Ilikuwaje mpaka meli hii inakuja Amerika na hawajafahamika wale watu walikuwepo ndani ya meli. Kwa nini? Hizi alama zote zinakwenda kwa huyu bwana mdogo kwa tatizo hili. Mheshimiwa, I think you'll find it's confirmation of our new sailing. Nafikiri utaweza kuniambia kwa kile ambacho nimeweza kukiona. With your permission, Captain. Nafikiri kwamba kama ni video permission hivi. Africa. Wakati ule basi anaambiwa tena afanye safari ya kurudi Afrika. Leo tunakwenda Afrika. Afrika kama tunavyoweza kuona. Leo tunakuwepo katika jiji moja nchini Afrika, na hapa ni katika jiji la Ghana. Picha yetu amecheza Omar Epps. Huyu jamaa amecheza picha nyingi sana. Amecheza pia na Tupac, ile picha ambayo inaitwa Juice. Yuko Joss Ackland. Yuko Shoni Patway na wengi kibao. Hii ni baadhi ya miji ambayo inapatikana katika nchi ya Ghana. Na hapa iko bandari moja maarufu sana ambayo inakuja kuleta mizigo kutoka Amerika na sehemu nyingine. Picha yetu inaitwa Deadly Voyage, safari ya kifo.
Andrew Devoe, wote ni washiriki katika picha yetu. Yuko Jen Claudia La Marie, wote ambao wameweza kucheza picha hii wameweza kushirikiana nao vyema sana. Yuko Adiwale. Adiwale tunamfahamu, amecheza picha nyingi sana. Leo anacheza kama Mgana, lakini kiasili kabisa Adiwale yeye ni Mnigeria na amekulia nchini Marekani na amecheza picha nyingi sana zikiwamo kama OZ, amecheza pia Regenie, picha nyingi. Ni mkorofi, lakini leo tutapata kumwona akiwa anacheza picha kama Mgana. Amekulia katika maisha ya uswazi kama sisi na bahati akapata kazi kidogo bandarini. Bandari kama hii ni bandari ambayo pia ipo katika jiji letu la Dar es Salaam. Na ndoto za vijana wengi kama sisi ni kuzamia meli ili upate kuelekea Ulaya. Huko ndio kuna kila kitu. Welcome to Ghana. Karibu sana Ghana. Fanya haraka. Ni vijana ambao wamewahi kazini. Kila mmoja anakuja kazini kwa njia yake mwenyewe. Wengine walikuwa wamekuja kama vile wanafanya mazoezi, kumbe sio mazoezi, wanawahi kazini. Wengine wamepakia magari ya ndizi. Hapa ni Ghana, West Africa, na hii ilikuwa ni Oktoba 1992. Weka foleni. Tunataka tuajiri watu wapya leo. Tunataka Siemens pekee, mabaharia tu. Wewe una kitambulisho? Wewe una kitu? Toka hapa. Una uzoefu? Ameonyesha titi zake ilikuwa ni chagugushi. Wanataka Siemens pekee. Huyu jamaa anajulikana kwa ukorofi. Wanamjua. Yaani hana masiara katika kazi, ana roho mbaya kweli kweli. Wanampenyesha bwana mdogo. Wamempenyesha ile hawezi kuingia ndani. Meli siku zote inapofika, watoto wa kike wazuri wazuri hata hapa kwetu Tanzania wanaenda kupelekewa. Karibuni Masimen, yani mabaharia. Lazima watoto wazuri wazuri wanaletwa. Babake. Mambo hayo. Yes, boss. Sio mbaya boss, nyinyi nendeni tu mkakamue. Give me $5, sir. Naomba nipatie $5 ya nini? Sasa unanisaidia tu mimi maskini namba nani? Sogea pembeni huko. Come on, move it. Mambo vipi boss? Poa, Masimeni ndo hapo. Hamna noma. Jamaa wamewakaribisha na sasa wanaelekea baa. Wanaenda kuvinjari huko. Masimeni walikuja na meli, wanabebwa na machangudoa wanakwenda. Wakati ule vijana wameanza kuwajibika kikazi zaidi, kubeba mizigo na kuitoa na kusafisha meli kiujumla. Haya ndio majukumu yao. Wanapiga mzigo kila siku. Na wewe twende haraka. Mabewa ajaya. Na tunaingia katika meli. Mizigo inazidi kupakuliwa na mingine inazidi kuwekwa sawa. Oya, Where are you going to? nyie mnaenda wapi? New York? Why ask, go work. Kwani unauliza? USA too? Nauliza tu kwamba mnaenda wapi New York? Wewe fanya kazi bwana. Hey, umeona hii? Just come. Work. Wewe fanya kazi usiniulize. Работай. Endelea na kazi wewe. Anauliza wanaenda wapi? Wanaenda wapi bwana? Atete. Asikwambie mtu balaa tu. Kwa wale ambao walikuwa wameelekea guesti, naambia msiogope, tunataka tuwape burudani zile za ukweli. Oyo. Wamekuja na mbwa wao. Wanawafanya vitu vibaya dada zetu maskini. Wanaweza wakaambiwa nani mbwa huyu. Vijana wako katika meli wanapiga mazoezini baada ya kazi. Come on, yeah. Njoo hapa. Mvua inanyesha, inaingia ndani, mizigo inaweza ikaloa. Vijana ilibidi waambiwe faster, wazibe, wakaziba. Vijana kusema kweli hawezi kufikiria kitu zaidi ya maisha. Umeona njia hii? Achana nayo, tuondokeni. Yaani njia ya kuweza kujificha iwapo kama ikibidi wajifiche, ile mradi wazamie meli itakapoanza safari wasepe nayo. Waliangalia kwanza meli baada ya kujificha mvua ndani yake.
Look at this, eh? Hebu jaribu kuangalia Boss, so many places to hide. bwana, kuna sehemu nyingi sana za kujificha. So many places to hide. New York. Inaenda New York hii mwanangu, nasikia. Mwanangu huko kwa wanene. Kwa nini tusizame? Kingsley. Tuzame afu huko mbele huko nenda tukakutana na kina Michael Jackson nini? Maisha ndio hayo. Hata hivyo mimi ndo nafikiria mtu wangu. Kingsley. What? Baada ya kumaliza majukumu ilibidi watoke, lakini wakawa wanafikiria sana inakuwaje. Oya, hebu niambie tiketi yako ni ipi kama ile ulikata jana ile? Nimeshinda. Tiketi za msimu zimetangazwa na dogo tiketi yake amepata kiasi kama cha milioni 5. Wewe! Nakwambia walienda benki, ilikuwa fujo. Chukua pesa zako. Milioni 5 zilikuwa nyingi kipindi hicho. I cannot accept these either. Mama, nipatie pesa. Usinipe mahela ya ajabu ajabu hapa. Lete pesa yangu. Chukua. Sasa je, unakuja kunigea 500 nafikiri mimi wewe vipi? Bwana, umeona gari yao? Wanaenda kutanua. Gari inatembea na rimu. Ama taruzi yao ndo hayo sasa. Wamepata milioni 5, gari limu mpande mmoja imekaa mbovu. Hivyo mwendo mchibu wanaenda kutanua. Mama, tete nasi. Oya, limu imeachana mbele, twende tutanua kesho. Mungu wangu atakufa. Familia nzima ilipigwa simu, kaambiwa bwana jamaa akapata milioni 5 leo. Kijiji kizima sasa hapa su kamera nyeta timia. Ndivyo kawaida tunapendana sana wa Afrika. Kwamba milioni 5 hizi atakuja kula na jamaa zake na ndugu zake wote. Come on, let's go inside. Mama, hebu tuingie ndani. Nakwambia sherehe iliyeko. Watu walicheza kiduku. Usikuwa na demu unabambia. You still want to run away? We all do. Baada ya kupiga pombe sana na sherehe zilikuwa zimeishia ukingoni, dogo japokuwa alikuwa amepata zile milioni 5, lakini yeye alikuwa afikirii tena kukaa Afrika. Now is the time. Yeye alikuwa anafikiria kuchomoka. Lazima aende Marekani, lazima aende Ulaya. Japokuwa alikuwa anaiacha familia yake, lakini alipiga mahesabu, lazima ni kusepa tu. Hebu angalia maisha ya Afrika yalivyokuwa. Watu wanaishi katika mitaro, leti maisha bora kwa kila mtu. Yaani hovyo kabisa. Kitu kama hichi hakukitaka hata chembe katika maisha ya kijana Omari. Jina lake anaitwa Omari. Tamaa za kwenda Marekani au katika nchi za Ulaya ilikuwa imetanda kichwani. Hakutaka tena kuishi maisha ya Kiafrika, maisha ya ajabu ajabu. 1000 US. Unajua nimepata 1000 US. Ni kiasi kama cha milioni 5 hivi za Kitanzania. Mimi nashukuru sana mamangu. Maximum. Lakini hii haitoshi. Wanaweza wakajenga kibanda. Anaenda kumpiga mabusu mkewe. Anapenda sana kumuita mama kwa sababu alikuwa anampenda tokea angali mdogo. Lakini hazitoshi kuendeleza maisha. No, please, I've drunk enough already. No. Bado. Ngoja. Mimi nimeshatosheka bwana. Wewe utapiga pombe. Huyu ni captain wa meli. Yuko na msaidizi wake. Kwenye sherehe kule watu wanaendelea kupiga pombe, wanaendelea kupombeka. Lakini Omari alikuwa hana furaha hizo. So what can we buy? Sasa The money won't last. zile pesa ambazo umezipata utazifanyia nini? Maana uchatumia milioni 2 bado milioni 3. A new start. Maybe. Anapiga mahesabu kwamba hizi pesa zile zikamsaidia katika safari. Safari? Ndio mwaka shangaa sana. Safari ya kwenda wapi? Na mimba. Albert. We're going to do it. Wewe tuondoke. As the boat is loaded. Nakwambiaje? Do what? Unajua boti inajaa ile. When you just drink. Tufanye nini? Na mimi tuzame, tusepe. Ship tomorrow. Email inaondoka kesho. I'm going to find the others. Unajua nini? Nataka nijifiche mle ndani ya meli. Naenda kumwambia Panderas. After the baby is born. Hebu subiri mpaka jamani mtoto azaliwe. No. Nani kasema? Wewe niache bwana. Akizaliwa mimi nitakuja tukumuona baadaye. Ngoja nikatafute maisha. I won't go
if you're going to be afraid. Nataka niende huko, sawa? Naomba nawe pia uwe huru basi mke wangu. Yaani kubali tu. Are you worried for money? Au unanihofia kwamba unanihofia kwamba nitaenda kuoa mwanamke? Sio sikuoa. Take half. Chukua hii nusu. Just enough for a sewing machine. Lakini mbona inatosha tu kwa mwezi mmoja? I can get work. Basi, uchukua hizo nyingine. Nitafanya chochote kile nitakachoweza, nitamtunza mtoto. Hey. You said this picture never came up. Ulisema kwamba hii picha ilikuwa ni nzuri na hajawahi kutokea. Basi ngoja hii picha mimi naichukua. Alichukua picha zote mbili iwe kumbukumbu katika maisha yake, sababu sasa anataka kusepa. Mipango tayari imeshafanyika kwa sababu mizigo tayari imeshajaa. Leo alikuwa anamalizia kazi kwa ajili ya kupakia kwa mara ya mwisho ili meli utakapoanza kuondoka wazame. Wakapiga mahesabu. Huu ndio muda na wakati sasa wa kuzama kisalensa. Walishajua njia ya kupita. Wanapita taratibu. Hey, look who's here. Oya, tuzame. Ana wamejichanganya. Vibega wengine wameshuka. Hawa sasa kilichobaki ni kupeleka mizigo, lakini mizigo yenyewe ni boshen. Hawakuhitajika wapande leo kwa sababu kazi yao imeshaisha, lakini kwa sababu walikuwa na issue ya kuzama kisiri walipenya. Kumbe mizigo ilikuwa ina vitu vyao muhimu watakavyoweza kuvitumia katika safari, kwa sababu walijua safari inaweza kuchukua mwezi mzima. Walidumbukiza yale madubwana haraka, alafu wakasepa katika zile njia ambazo walipata kuona jana. Pana sehemu nyingi sana za kujificha. Walichukua vitu ambavyo walijua wataweza kutumia takriban mwezi mzima katika maficho. Faster wanapata kuingia chimbo. Hakuna aliyeweza kuona vijana hawa. Walipita katika mashine, waliingia katika sehemu ambako si rahisi kuweza kuona. We are late. Wakati ule wakurugenzi wanaambiwa wakague meli kabla meli haijapata kuondoka. The stowaway, sir. Take every man you can. You have 1 hour. Tunao lisali moja. Do it. Tunao lisali moja, fanya hivyo. Lisali moja kukagua meli kabla haijaondoka. Look, Gojo! A railway! Oh, Charlie, get on! Wewe Charlie, tulia kwanza. No. Wewe mbona mapepe wewe? Unaweza ukaenda mbele huko ukaungua bure, tulia kwanza. Wanazidi kuingia chimbo, maana walijua meli inaweza ikakaguliwa mpaka huko. Walikuja kupiga tochi, hamna kitu. Wanaikagua meli kwa mara ya mwisho kabla safari haijaanza. Ilikuwa ni kazi mpaka mtu utokee katika container. Ilikuwa haiwezekaniki, lakini njia za panya wamezitambua. Walifanyia kazi hii meli takriban siku kadhaa, lakini njia zote wakazifahamu. Hatimaye wametokea katika maeneo ya kuparking container. Keep it quiet. Wewe kaini kimya, ushenzi ni. Mtulie. Walikuwa kwa makini kweli, lakini kumbe walikuwa si wao wenyewe, na kuna wengine wakawa wamejificha. Kwa maana idadi yao inazidi kuongezeka. Kumbe kuna wengine nao walikuwa wamejificha ili safari. Huyu hapa mmoja, habari ya mwingine anajificha isije kaa so. Sasa huyu kajificha yeye mwenyewe, hakuwa na mtu, lakini aliogopa hii timu inaweza kuja kumfanya kitu mbaya. Walijua wazi kabisa kwamba huku sasa panafaa kabisa wao kukaa. Ngoja wajitengenezee sehemu. Put this out here so no one can see us. Wewe nafikiri kwamba hapa tunaweza tukapanga mizigo vizuri, tukakaa, hakuna mtu yote anaweza katuona. Wakajificha. Where's that stupid dog of yours, Piotr?
mbwa kwa nini hujaleta huku? Maki huwa anakuwa na mbwa kwa ajili ya kutafuta. Mbwa leo hawakuja naye, wanakagua kwa macho. He got all excited. Oh, yule aliyezama chini kule atalijua jiji. Yule anakufa yule. Waliendelea kukagua kwa makini ndani ya lisali moja kabla meli hajaondoka, kwa sababu unajua ukishampakia mtu ukasonga naye mbele, hasara yake ni kubwa, mnaweza mkapigwa faini na nchi. Kwa hiyo lazima zoezi la kukagua liwe makini zaidi. Hakikisha mnaingia katika njia zote hizo za panya huko. Hii ni Afrika, lazima muwe makini sana. Kwa upande wote huko hakuna tatizo boss. Tumeingia katika sehemu zote za siri, hamna kitu. First off, D-line. Kama wamezama chini, kutoka inakuwa ni kazi. Wakati ule meli nanga inaachiwa, kamba zinafunguliwa, na sasa safari imeanza. Wamama wa kila mmoja mume wake ameshapakia ile meli, wanalijua hilo zoezi. Meli inapoondoka walipata kuiangalia kwa mbali, walijua ndio mwisho wa kukutana na waume zao na haifahamiki kama wataweza kurudi tena. Walikuwa na majonzi, lakini watafanya nini? Maisha ni magumu Afrika. Huenda labda wanaweza wakapata chochote huko mbele wanapokwenda. Walifurahi, walijua sasa mwisho wa matatizo umeisha. Walifurahi kweli kweli, wanajua safari ya Marekani takriban mwezi mmoja na watafika salama. Safari ya meli kama mnavyoweza kuitambua inaweza ikatembea spidi 10 mpaka 30. Yaani ninaenda taratibu sana. Wanazidi kupandisha hewa. Wow, kadogo ka upepo kanaingia huko Afadhali. We travel in style. Nafikiri tulifanya maamuzi mazuri. Na huko mbele tunapokwenda lazima maisha yatakuwa ni mazuri tu. Mikhail, yeah, my citations. Bring them to the table. Captain, you were very kind enough to read me these citations at dinner. Sasa nataka nikuachie upate kusoma hiki kitabu, utachoka. Yes. Ndio, wewe soma afu utaniambia. And they are. Look, they're very impressive. Inaonekana itafutia sana. And for me it's a privilege. Kwangu mimi nilifurahi sana hiki kitabu. Wish service. Na wewe mwenyewe ukisoma utafanya kazi nzuri. Alas, the USSR no longer exists. Russians and Greeks. Unajua Warusi nao walikuwa ni wakali. Na imani kabisa kwamba utaweza kujua mbinu za Warusi wanachokifanya. Kwa hiyo utapata mbinu nzuri. Wewe umeweza kunitisha. Na maana Warusi wanataka kufanya nini katika dunia? An imbecile. Watanivutia nini hao Warusi na tabia zao za ajabu ajabu? And piss all over. Mimi naona tu ni upumbavu hichi kitabu bwana. Not all I'm doing is sitting having a sawa, kwa nini unafikiri kwamba hata na mimi mwenyewe nafanya upuzi kukana? Tulia wewe, unaniambia ujinga. Hamna watu nawachukia kama Warusi. Shenzi kabisa. Okay, sawa. tired for a sentimental lecture on the evils of the free market. Unajua nini? Hata mashetani wenyewe siku hizi wanafanya mambo mazuri katika hii dunia. Na hata kwenye market wanafanya vizuri. Sasa wale chini kule anagonga. Ngwe. Hichi kitu gani kinagonga? Kule kashakwama huyu. Anaomba msaada. Wakafungua. Je vous en prie. Bwana. Capitaine. Alizama kwenye hili. Mama yangu. Anatisha. Usona wasiwasi. Usona wasiwasi. Alizama kwenye hili. Hali yao ilikuwa mbaya. Kama asingepata msaada sasa hivi kashadedi. Hebu tumlete kwa hapa kidogo. Maji jamani, maji bwana. Sehemu walipo maji ni yale ambao wamebeba. Hawataweza kupata maji mengine. Huyu anapiga tizi. The hold at all. Why not? Why should they? It's just cocoa and bananas. Unajua tuko na banana. Everybody needs electricians. Unajua nini? Kila mmoja alikuwa anahitaji pesa. Kila mtu anahitaji chakula. Tunahitaji hata vyakula, maji na kila kitu. Kwa hiyo kama tunavyotumia, tutumie kwa tahadhari. Hatuwezi kujua safari itakuwaje.
I shall be a good sailor like my father. Unajua huko mbele mimi nitakakuwepo. Nitakuwa ni sailor mzuri, baharia mzuri. Kila mmoja anaweka ndoto zake watakapofika. I'm going to be a cook. Mimi nataka nikifika huko na kuwa mpishi. Nitakuwa ni master chief. All dream. Yote ni wapumbavu. Ya kwangu sasa. Professional. Helmet. Mimi nitakuja ni professional wa XX nini? Taxi driver. Mimi nitakuwa taxi driver. Nitakuwa driver taxi, napenda sana. Nurse. Mimi nitakuwa nurse. Yaani rapa. Men are nurses. Kwa nini mnacheka nini? Kwa nini mimi sijui kuimba? Au ni waimbie nini? Wife and 5 sons. Alafu nikishapata pesa, napata mke, alafu watoto 5. Oh my God. Wewe je? Wewe? Taxi driver. Mimi taxi driver hivyo. Speak English. Kwanza Kiingereza nyewe hujui. Pumbavu. Kiingereza hujui utajuaje wewe kuongea na nani hao? There are many bad men on this ship. Sikiliza. Kuna watu wengi sana katika email hususan hao walinzi. Kwa nini wakini? Mbona mabwege tu. Maili inazidi kusonga mbele. Na siku zinazidi kwenda. We're making good time. Sasa hivi wanasubiri kama nok 10 hivi wakati wa kushoto ili safari iendelee kusonga mbele kwa katika bahari ya Mediterranean. Kwa upande wa juu hususan kwao maisha ni ya kawaida. Kuna swimming pool, wanakula, kila kitu kipo. Ilikuwa ni furaha. Hakuna mtu alijua kwamba amebeba viumbe ndani ya meli hii. Kuna vitu vyako kidogo vimeonekana katika viatu vyako, unatakiwa uwe makini bwana. Kama umetosheka uniambie. Maana sio unakunywa tu hapo, utadondoka bure. Unajua watu kama nyinyi mambo yanaenda vizuri kidogo. Sawa, lakini unajua najaribu kuambia kile ambacho mimi nakifahamu. Kwamba kama nilivyokuambia Warusi. Warusi kitu gani? Here's to Bandera, our national hero. Today is his birthday. Unajua leo ndio siku ya national hero. Yani mtu ambaye alikuwa ni shujaa wa taifa. Na leo ni siku yake ya kuzaliwa. Kwa leo tunafurahi shujaa wa taifa kwamba ameweza kuzaliwa leo. Tufurahi. Shujaa wa taifa lao leo ndio siku yake ya kuzaliwa, kwa hiyo ni happy birthday yake. Na wao walikuwa na furahi katika hii safari. My goodness, how the cook know how to prepare souvlakia? Oh, well, a good officer knows how to take care of the right people. You're a bright young man. Maisha yanaendelea. So much longer do you think I'll have to... Hivi ni muda kiasi gani mpaka tukafika katika jiji la New York City? Maana leo ni ruti yangu ya kwanza, nimezunguka katika sehemu nyingine. Aliambiwa takriban ni wiki 7 hivi au 8. Mwezi 1.5. Mr. Blackhorse. Mr. Blackhorse. Potuto mam... Hebu unasemaje bibi yako huyo? Thank you. Hakuna shaka, asante. Yaani kama ni nyama bibi yake ya makalio. Kwa hiyo anakula, sio mbaya. Unajua umefanya kazi yako. Basi endelea kufanya kazi yako, usilete upuzi my friend. Ni siku yake ya kwanza kuanza kazi. Kwa hiyo ni watu ambao wanachukiana tokea mwanzo. Walikuwa kweli ni walevi. Wanafanya wanavyotaka wenyewe. Haya sasa nirushe mimi mwanangu. Haya hilo. Kumbavu, mbona imekaa vibaya? I don't understand it. It's a... Mimi nashangaa kwa nini haitoi vizuri. Hapa chini kidogo umekosea kuweka vizuri. Haya sasa. Haya tupa. Haya pale kwenye mikono. Toba. Jamaa, nusu napoteze mikono. Walianza kuchoka, lakini ilibidi waanze kupiga mazoezi ili wasije wakaendelea kuchoka. Wanajiweka fiti kila wakati safari iwe nzuri. Wengine ambao walikuwa hawana mazoezi ya kutosha wanasoma vitabu. Kila mmoja na fikiria mengi. Maji ndio haya hapa, yanaweza kuwasaidia takriban mwezi na nusu.
Walisogeza maji kule juu kwa sababu maji ndio hai. Oh! Ayayayaya. Matumaini yanaweza yakapotea kwa sababu maji ndio hai. Bila ya maji unaweza ukafa ndani ya siku 7. Ukikosa maji unakufa siku 5. Ukikosa msosi unakufa ndani ya siku 7. Kwa hiyo maji ni muhimu kuliko chakula. Sasa waanze kunyata. Walianza kuja upande wa juu kutafuta wapi ambapo wanaweza ukapata maji. Ni issue nyingine. Walile kutembea maji wameona hapa. Sasa wanaweza kufanya hiki kitu alafu baadaye ikatambulika kwamba kuna nani alikuja kumwaga maji. Walioga. Oh. Hii ilikuwa ni ndoo ya kubebea michanga kwa kuzima moto iwapo kama ukitokea. Wameamua kubeba ndoo. Wameanza tabia chafu. Huyu kaona msosi hapo. Akafungua taratibu kaingia katika chumba kimoja wapo cha captain ili akamue msosi. Aliona akila hapa shida. Afu inokana mwenyewe bado hajala. Mwenyewe bado hajala. Wote. Ilikuwa ni usiku wa manane sana. Jamaa leo walikuwa wamelewa sana, ndio tatizo. Hao vijana wamepata nafasi leo ya kutembea tembea. Wanatembea, wanaacha alama. Tena wanatembea bila viatu. Wamekamua. Wamekula kuku, wamekunywa maji, wamelala kwa sababu ilikuwa ni usiku. Wakapiga usingizi. Mshenzi anakojoa kwenye ndoo. Kumbe katika ule mshimo. Huyu jamaa alikanyaga rangi mahali. Kulikuwa kuna mahali kulipigwa rangi alafu sasa kakanyaga. Asubuhi wakaja kuona hizo dalili. Hawana tabia kutembea pekupeku. Naona kuna stowaway. Kuna wazamiaji. Is anything wrong? Kuna tatizo? Nothing. Hamna. Just about the discipline. Hakuna shida yote. Yeye ni mtu wa serikali. Form the search parties. Sasa tafuta hao shenzi. Huyu ana wasiwasi. The search in harbor. Endelea kutafuta. Alafu nyinyi mlisema kwamba mmesearch vizuri kule bandarini. Tulitafuta kweli kweli. Tuliangalia. Sasa mimi nashangaa unavyosema kwamba ndani kuna stowaway. Labda kutokana jana na ulevi kuna mtu alikuja akatembelea huku bila kuvaa viatu. Lakini si mbaya. Tutajaribu kuangalia kwa mara nyingine, alafu kama tukiwapata tunawatupia kwenye maji ili kufuta ushahidi, kwa sababu tatizo ni kwamba wakifika huko mbele itabidi wao ndio walipe kila kitu, kuwasafirisha, kuwarudisha makwao na vitu vingine. Sasa ni heri kuwatosa kuliko mpate hasara kama hizo za kupigwa faini. Sasa walianza kuwatafuta wazamiaji hao. Wewe pita kwa upande kule. Oya wewe anacheza game. Shuka mbele. Huyo alichungulia. Akutana na mtutu wa bunduki. Bwana. Walifokolewa walipokuwa. Wote toka nje. Toka.
hawana huruma wa jamaa wakikukamata sehemu ambako serikali yenu haipo au serikali yote ile. Tulia. Mbavu. Who are you? Yeye ni akina nani? Eh? Aliomba huyo azungumze. Omari akasokea. Kingsley or Pusu. Mimi naitwa Pusu. Omari. Pay for our journey. Tunaenda tukawalipa kwa safari yetu. Umesikia alichosema? Let me see. Lete nione. Money. Lete nione hiyo pesa ambayo mmesema. Let me see. Kuda daka. Kachukua pesa. Ni pesa ambazo walikula kamari. Pesa nyingi. Milioni kama 10 hivi. Do better. Come on, more all of you. Na wengine mnazo pesa. Kuda deki. Kuna wengine walikuwa na shilingi 500. Okay. Ebo Seaman Moses Okukwe, ready to work for my passage. Alisema anaitwa Okukwe. Ana kitu kizuri sana katika mfuko wake. Pumbavu. Kaa pembeni. Sit down. Kaa chini. Kaa chini. Pumbavu. This man will guard you. Sasa mimi naona uwalinde kwanza. Lomachenko. Kuna kitu akifanye kwanza. Lete. Baadhi ya visenti ambavyo wamevichukua kwa vijana. Tuchinje. Tusiache hata mmoja. We'll all be sacked. $45,000 ahead. Hicho ndio kiasi cha pesa ambacho wameona nacho wale vijana. Kwa hiyo sasa tuwafanye nini? Dump them. Delay. Or fuel. Unajua tunaenda tukapigwa faini huko mbele tukachelewa. A lifeboat. Get them. Basi watupeni katika maji, wapatieni na lifeboat. Lakini mzee, si hasara hizi kipumbavu? Only my men know about this, sir. Unajua watu wangu pekee ndio wanafahamu hili. Plan. Hakuna mtu mwingine yote anayejua. Hakuna mashtaka. Hatuwezi kushtakiwa. No. Hapana. It's the only way. Ndio hiyo njia pekee. Flacos. Tukienda huko mbele tutaanza kupigwa feni za ajabu ajabu. Hapana. For both of us. Nafsi za watu hizo. Hao ni binadamu. I'm young. Mimi ni bwana mdogo. No children to feed. Yaani mimi yani sina cha kofia. Mimi bado ni bwana mdogo. Tatizo ni kwamba wewe ni mtu mzima. Unafikiria maisha ya mtu. Give them all the money. Yaani tumewapa pesa zote lakini hawajamaa waonekani kama vipi tuwape nyingine. Ambaye upuuzi wako, rangi zako hizo umekanyaga sehemu. Wewe ndio umefanya mpaka sasa tumefahamika. Shit kabisa. Unresponsible. Itabidi wafukue na zile ambazo walikuwa wamezificha katika sehemu za haja kubwa. Never see it. Maana sasa mna jinsi. Your life. Kwanza wewe hapo, mwanga wewe. Kwanza hata hujaingia katika issue yetu wewe. Umetokea wapi kwanza? Nyamaze. Hands up. Mikono juu. Hands up. Nasema mikono juu. Juu. Pumbavu. Good. Vizuri. Hands down. Go. Haya, vichwa chini. Mikono chini. Hands up. Mikono juu. Down. Chini. Down. Juu chini. Yaani anachezea kama midoli, anafurahi. Mikono juu, mikono chini. Piotr, give me that. Hebu kamata hiyo. Ngoja sasa nisawazishe. Take your hands. Weka ni mikono hivi. Tony. Good, come with us. Njoni huko. Nini sasa? Please. Tafadhali, naomba kama vipi mtusamee. What should be done? Si mmeshatupa pesa, kwa hiyo hakuna shaka. Nimewaambia njoni huko. Njoo.
Walianza kuwatokoa kule chimbo, waliwatokoa wote. New York. Bwana sikiliza, si nikwambia kwamba mimi nataka niingie New York mtu wangu. Say hello. Usimwona naipenda sana. Huoni kwamba ni nembo yao hii? Anyway, New York. Waliwatoa chimbo sasa wapeleke juu. We will not go in such a place. Hatuwezi kwenda sehemu kama hiyo. It's for your protection. Kwa ajili ya ulinzi wenu. In that box. My men will get sacked if you're discovered. Unajua nini? Watu wangu wameweza kukubaliana na hili. Lakini kutokana na usalama wenu, For sure. $1 a day. na mtakao humo ndani kwa $1 kwa siku kwa kila mmoja. And you, how much do you get paid? Sijui shingapi utalipa mpaka tufike huko. Wewe hesabu tu usiku na mchana. Let me tell you $1. people on this planet. So if you don't want to face the anger of me and my crew. Wewe unafikiri pindi watakapoweza kukuona watu katika hii dunia, mimi na timu yangu nzima tutafanywa nini? Want to see the captain. Nataka nimuone kapteni wako nizungumze naye. Yaani unamtaka kapteni wangu tena? Oya. Wewe kijana una nguvu sana. Ngoja kwanza wewe ndio utangulie. Una nguvu sana. Nataka utangulie huko chini. Walianza sasa unyanyasaji. Hebu geuka kwanza kidogo. Una nguvu sana. Kwa jinsi ninavyokucheki, nguvu unazo. Da! Tumbo nini limekaa fresh, limekata. Anamshika sehemu nyeti. Hebu fungua mdomo wako. Hey. 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 Hey, umemboaje? Open. Fungua domo. Можно. Domo lako zuri kweli kweli, nimelipenda. Anataka kumletea ubasha. Какие хорошие. Hawa jamaa kukamata ndio inakuwaga hivi. Послушаем здорово. Your lips are too big. Haya. Tulia wewe, tulia. Dogo kashapasua mdomo maskini. Mtulie papa. Threaten you? Don't fucking threaten you! Get in! Naweza nikakutwanga risasi sasa hivi. Siwezi nikakuonea huruma, pumbavu. No. Naweza nikakutwanga sasa hivi. No. Haya, ingia kwenye shimo. Get in now! Ingia kwenye shimo, pumbavu. Are you? No. No. Come on. Haya, ingia. Walianza ingizwa kwenye shimo, na ni sehemu ambako ndio inakaa nyororo inawekwa nanga. Sehemu ambako kusema kweli ni ndogo sana. Do. You're right. Usiogope dogo. Kila kitu kinakwenda vizuri tu. Tutatoka salama tu katika email. Na hatimaye ikafunga juu. Sehemu waliokaa ni sehemu ya ajabu sana. Vitu vyao vyote vilibebwa. Vitabu, vyakula, ndizi. No water, no food, no contact. No water, no food, no contact. Yuri. Yani hakuna msosi, hakuna maji, na wala mawasiliano, hakuna kuwasiliana nao mpaka wafe. He says Captain is a prick. Well, listen to him anymore. Walitupa vitu vyao vyote vikatiwa moto sababu havina maana. Wengine akang'ang'ania huyu. Tulia jamani. Getting food and water. Kawapatieni msosi na chakula. Kawapatieni maji na mawota. They must have food and water. Lazima muape msosi na maji. What do you want me to do, Captain? Sasa unataka mimi nifanye nini, Captain? Unataka kuwapatia maji na msosi hawa ili weje? The rest of the crew? Unataka kuja kuleta madhara katika kikosi chetu? Is that what you want, Captain? Hicho ndio kitu unachokitaka, Captain? Do you? Niambie, do you? Get out. Toka hapo. Yule
Yule mzee aliyefichwa alikuja kutambua hii rangi. Kuna kitu anamficha. Huyu naye alikuwa ni mtu wa haki. Yuko hapa kwa ajili ya kuangalia mizigo inakwenda vizuri na haki zinatendeka. Sehemu alekani ndogo alafu sasa hiyo wenyewe hamna. Kojo, I'm so thirsty. Na kiu sana. It's okay. Hamna shaka. Huyu bwana alianza kuimba nyimbo za nyumbani kwao. Ili hata kidogo awe na imani. Kiu ilianza kwa kaba. Sakwe pamesakwe itupi wasonta wewe swemu pamesakwe pamesakwe itupi wasonta wewe swemu. Wanajaribu kumwomba Mungu awasaidie. Wewe swemu pamesakwe Kwamesakwe itupi wasonta wewe swemu Kwamesakwe itupi wasonta wewe swemu. Ya. Vijana walikaa juu ya minyororo. Hatimaye walipewa bunduki. Wakawafyeke. Sasa wanavaa nguo za kazi. Leave it to us. Naomba tuachie hili swala This. Acha sisi tulimalize. Wameimba mpaka wamechoka. Hatimaye na usingizi unaanza kuwapitia. Never hold my children again. Yaani sijani kama nenda nikaona mtoto wangu tena. You'll never see your child. Hata na wewe mwenyewe huwezi kumwona mtoto wako tena. Huwezi kujua kwamba atakuwa ni wa kike au wa kiume. Who is pushing to go? Wewe wapi wewe? You made me leave my... Unajua wewe ndio umenifanya mpaka nimekuja huku. Shut your mouth! Wewe funga mdomo wako tusianze kulaumiana hapa. I just pat, huh? Mimi nenda kitandani bwana. Ты куда? Wewe unaenda? Nenda kulala. Ты знаешь приказ. Lakini sumeshaambiwa kwamba kuna mawasiliano. Yaani asije akaongea na wale washenzi kule. Kwa hiyo kama akitoka hapo basi aende. Si kwenda kuwasiliana na wale. Wa kuongea nao au kwa chochote kile. When? Lini? Lini wataanza kufanya kazi? Waligonga kweli kweli, waliomba msaada kwa sababu sasa wameshaanza kuchoka. Dogo alisema kwamba anaenda kulala. Alikuja akafanya kitu huko. Unajua si wote ni makatili. Wengine wana roho ya huruma. Alikuja kuwafungulia watoke huko. Please. Chukueni kwanza maji. Msitoke huko juu. Maji ndio kila kitu. Bwana, nondo ni nzito. Jamaa huruma yake inaweza kaja kamponza. Leta hicho kikopo haraka tumpe huyu jamaa. Thank you. Bring us food. Please. Tuete msosi mtu wangu. You are a good man. Wewe ni mtu mzuri sana. Sawa Tuete na msosi. Safari inazidi kwenda na bahari kama unavyoweza kuona imechafuka kweli kweli. Unaweza ukakataa kazi. Iwapo kama hii bahari unaona imechafuka kiasi hiki. Meli yenyewe unaweza ukaikataa. Kutokana na bahari kuchafuka, ile sehemu ya nanga ilikuwa iko wazi. Maji yanaanza kupenya taratibu. Na isitoshe bahari imechafuka, watu wanaanza kutapikiana vibaya. Ilikuwa ni mwendo wa kizunguzungu tu. Kizunguzungu kweli kweli. You are right. I led us to die. Unajua jamaa wametuacha sisi tufe huku chini. Sidhani kama
wametuweka ili watusaidie. Walikuwa ni watu wa karibu sana, wana undugu, ni mtoto wa shangazi na mjomba. Basi ilibidi tu wapeane tu moyo kama Mungu ataweza kuwa pamoja nao. Wanataka wazuie hili jambo, huyu mtu asije akaona, kwa sababu huyu ana haki zote za kuzuia mauaji kama haya yasitendeke. Wanapenya usiku na wanapenya katika eneo ili wasije wakaonekana na huyu bwana. Sasa ule wakati wa kwenda kusababisha kwenda kuwanyanyasa na kuwaua. Wakichachoka, Tell us, so what is happening now? tuambie nini kinachoendelea. He's decided to clean you up in a better place, give you some food and Tunataka tuwapeleke sehemu nzuri ambayo mnaweza kupata chakula, mnaweza kupata chochote kile ambacho mnahitaji kuliko hapo kwa sasa. Tumetafuta sehemu nzuri ambayo itakuwa ni nzuri zaidi. No. We might be seen. Then we'll take our chances here. You see that chain? When we drop anchor, it uncoils at 10 meters a second. Kwa hiyo walikuwa wanataka atoke mmoja mmoja na wasilete ujanja. The most money. I'm not paying for anybody else. Lakini sikiliza, tunaweza tukawalipa chochote kile na pesa tunazo nyingi. Semeni kama mnahitaji pesa nyingine zaidi ya hiyo. Come on, up you come. Look, man. Haya, wapande mtu mmoja mmoja. Good man. Haya, kaa pembeni. Chukua kwanza maji unywe. Plenty more for anyone else who comes out. Oh, please don't close. Anatoka mmoja mmoja. Think about the rest of the... Alafu na nyinyi tutakuja kuwabeba, sawa Sababu huwezi kujua uko mbele mwenzako kaenda kweli au vipi. Huyu anaona jinsi wanavyopelekwa wajamaa wanaenda kuuawa. What's that? Nini mbona sielewi? Haya! Walianza kumpiga manyundo. Walimgombania. Wanaua. Yaani wanaua. Wanapiga kama wanapiga paka. Maiti ya kwanza. We should have used the guns. No. Tulisema tusije tukatumia bunduki. Ricochet! Wengine watashtuka bwana. How to do it? What do you mean you know how to do it? Next time, you will see. Twende wewe, umezuba tu hapo. Mbavu. Haya, twende maiti nje. Bahari ilikuwa imechafuka kweli kweli. Sasa maiti inatupwa katika maji. Fucking move it quickly! Anakuja kushtuka kumbe jamaa bado ni mzima. Nyenye bado mzima huyo, msimtupe. Wewe unazuia pumbavu za kumwache. Alijaribu kuzuia asiende. Lakini ndio hivyo wameshamtupa. Hebu rudi ndani mpuzi wewe. Unalialia nini? Sogea huko. Sogea. Wewe acha kuchanganyikiwa wewe. Dogo kadata kabisa. Wewe pumbavu. Tulia. Au unataka nende kutupe? Kwanza rudi katika ile bank na unyamaze. Umeelewa? Arudi katika chumba chake. Anyamaze. Pumbavu. Sawa Bahari kidogo inaendelea kutulia na naona kama kunaanza kupambazuka. Wale jamaa walitafuta nguvu tena ya kumchukua mwingine. Okay, 2 or 3 maximum, please. Haya, sasa naona kama wawili wanatosha. Kwa hiyo mnaweza mkaja wawili au mmoja. Fanyia haraka njoni. Don't go. Wanaenda wawili sasa.
Sasa wanaamua kuchukua bunduki wawafyeke. Waliona wakitumia marungu inakuwa ni kazi. Sauti itakuwa itoki sana kwa upande huu. Hii ndio sehemu wameambiwa. Pili hapa. Wamechukuliwa. Hey! Hey! What is that? Wewe nini tena? Where then? Nini tena? Waliuawa na wale. Tell me what to do. Tuambie tufanye. What choice do we have? Sasa tuna maamuzi gani? Hatuna maamuzi. My father was a sailor. Unajua babangu alikuwa ni sailor. Kocho. You won't let me go out alone. Ninasemaje? Siwezi nikakuacha mwenyewe. Kama tunaenda Kocho, tunaenda wote wawili. Mimi naanza kuwa na wasiwasi na jamaa. Jamaa kuna kitu kaficha. Wakimzingua. Mniache. Ngoja mimi niende. Yaani ilikuwa ni swala kumuomba Mungu tu. Hajui itakuwaje huko. Kama ni kweli salama au inakuwa vipi. Dogo Rasta naye pia nenda. Welcome, guys. Mabwana ni ndo huku sasa. Huku tumewekea mpaka vitanda, kuna maji gudulia zima. Msiogope, misosi ipo. Mtapika wenyewe, kuna majiko nini. Hey. Kimbia wewe. Huyu kakamata akachapa. Hawa kidogo walikuwa ni wajanja. Aya. Oh, God. Rasta kafanikiwa kukimbia. Ukakutana mkurugenzi. Tafadhali. Nakuomba. Don't kill me. Usiniue. In the name of Jesus. Kwa jina la Bwana Yesu. Huyu kadata. Katajua Yesu ilibidi atulie. Lakini hata hivyo alisababisha mauaji. Ndio. Alimua. Lakini wamechanganyikiwa, hawako sawa. Kuua mtu si kitu kidogo. Maiti kama kawaida yao wanaenda kuzitupia katika maji. Wanafurahi na wanakunywa na pombe kabisa, wamechanganyikiwa. Wakati yule captain alikuwa juu kwamba vijana wanaendelea kusababisha. Wamebaki kama wawili hivi. Kocho na mwenzie. Sasa ilikuwa ni zamu yao. Kipindi hiki washikaji wamelewa kishenzi. Wanakuja. Kwa sasa wanapelekwa katika makazi mapya. Dogo alikuwa na wasiwasi huku ni wapi? Please, go in. Karibuni ndani. Haya mazingira jinsi anavyoangalia dogo, anayasoma vizuri, hakuelewa. Anachunguza kila hatua anaenda. They're going to kill us. Wewe wanatua. Huyu kapigwa risasi mbavu. I can't run. Siwezi kukimbia. Siwezi kukimbia. Kila mmoja ilibidi apite kwa njia yake. Chizi kama pita sehemu nyingine naye sehemu nyingine. Bahari ilikuwa imechafuka kweli. Mvua ilikuwa inanyesha, bahari imechafuka. Ama bwana walishindwa kutoka nje. Lakini walipotoka wale watafuta wale wakosa. Bahati amekamatwa ule mmoja. Amenaswa. Anashuhudia kwa macho yake. Akiwa na maumivu ya kwenye tumbo baada ya kutandikwa risasi. Anazuia jamaa anang'atwa. Wanamtupa kwenye maji akiwa mzima. Ase ukatili huu jinsi alivyouona hakuamini macho yake.
nini? Wamemwona. Wanapiga risasi ovyo, atashtuka ule kiongozi kule. Wanahitajika wakamnase vivi. Dogo alikimbia kwa uwezo wake wote kwa kwepa washenzi. Hakika ni maharamia. Ameingia huku. Wanakuja na mbwa. Muingize na mbwa huko. Paka naso. Mungu aliendelea kumlinda. Au anasema ngoja waache mbwa sasa. Mbwa ataenda kufanya shughuli yake. Dogo anajisogeza mbali. Na mbwa naye anazidi kuja. Usipige utamua mbwa wangu bwana. Mbwa wangu. Dogo Mungu amemlinda mpaka sasa. Ametokea upande mwingine. Anazidi kukimbia, yuko hoi mintabani. Anajaribu kuingia katika milango yote, anaweza kuona mlango tu. Popote pale anapoona kwamba kuna njia anapenya tu. Wow. Wako makini kweli kweli kuendelea kumtafuta. Yoko, Mikhail, search the hold and then seal it. Who the fuck was that? Kwani kuna tatizo gani wakubwa? What the fuck is happening? What? Mshenzi wewe, kwa nini umemwona ukashindwa kumkamata? The mouth stays shut. Alafu nakuambia kitu kimoja. Unyamaze. Who to? Asije akasema chochote huko mbele ya safari. Achana naye huyu. Bwege tu. Najua wapi unaishi. Najua familia yako yote. Wale wako karipoti. Najua watoto wako wote. Najua mkeo wote watakufa. Pumbavu. Wale wako karipoti. Hakuna budi kutulia. Captain. 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 Problems have been mostly dealt with, sir. Kuna tatizo kidogo tumeshindwa kulitatua. One has escaped below decks and we're doing a special round the clock watch. Kuna mmoja amekimbia, tumemtafuta, imekuwa ngumu kweli kweli. Капитан, я хочу доложить. I want to record it. I had no hand in the killing. Mimi niliwaambia siwe hawa. Wameua kwa nini? Mpuze, hebu mtoe nje mtoto wa mama wewe. You saw how the police treated them in New York? It's the same everywhere. Ulitaka wewe tuende nao mpaka New York? Tungekamatwa. We've sealed him in the main hold. Ndio hivyo, ilibidi kwanza tuende tuwapeleke ndani katika chumba kimoja. Baada ya hapo tukaona kwamba haifai, tukawapatia safari, wakaondoka. Bosi aliwaomba angalau basi wawapatie life jacket au zile zinaitwa boti. Mke wake akiwa na ujauzito alimwacha. Alimwambia mke wangu, nafikiri mimi ndo nakufa na kuacha katika hii dunia, utakuwa na maisha magumu sana. Jaribu kumwangalia mtoto wetu utakayeweza kujifungua. Mimi sidhani kama nitarudi nyumbani salama. She'll never be losing all the sons. Again, da, namre chonyi buri. Una hakika kwamba kitu chochote kinaweza kutokea?
Unajua kila mmoja anachukia watu, ndio tatizo. Wanachukia watu, si ndio sababu ya kuua. It's a happy ship? The question is you must refer. Unajua maswali yako unauliza bwana, mimi nashindwa hata kujibu. Mimi hata sijui maswali unatolea wapi, naona kama vile hatuaminiani. Contraband? Mr. Blackhorse, this is a Russian. Sikiliza, Mr. Lakas. Sisi ni Warusi. No. We have no use for drugs. Kwa hiyo mara nyingi hatutaki matatizo. Kapteni alikuwa si Mrusi, lakini hao waliosalia ni Warusi. Especially on the wages. Kwa hiyo hatupendi vitu kama hivi. Sisi waga tukisema tunasema ndio hivyo hivyo. I'm going to recommend that when the next Romanian freighter becomes available, that you be the captain. So long as you keep your record clean until then. Kwa hiyo anahitajika asafishe kila kitu chake kiwe sawa. Problem, Mr. Black. Kwani kuna tatizo lolote? I hope you don't have any. Unajua nimeona sehemu kuna watu wamekanyaga, kwa hiyo asafishe meli iwe safi. Kuna sehemu ambayo ilikuwa imekanyagwa imeacha alama. Anawaambia design. Safari inazidi kusonga mbele. Wanasafisha pale ambapo panaonekana kuna tatizo. Wanasafisha mpaka na damu. Lakini watu leo asubuhi wamemka na pombe, wameshanganyikiwa, hawako sawa. Well, you see, gentlemen, the thing is, there can't be any fighting on board a ship belonging to this company. Vipi, kulikuwa kuna mapambano yote katika hii meli au kuna tatizo? Maana mbona kama vile sielewi. Wameuchuna. Anapoendelea kuoji shida. Hey. Put that away. We, hiyo bunduki vipi? Shut up. Sit down. Funga mdomo, kaa chini. Kesha kwa chizi. Bunduki inakuaje? What the hell is happening on this ship? Nataka nijue kilichokuwa kinaendelea huko. Blackhorse, and don't you lie to me. Na unataka uniambie? You're about to lie. Do not. Usije ukandanganya, ujue kwamba utafungua mashtaka. All right, I'm going to make this very simple for you. Ngoja basi nikufanyie jambo moja rahisi. You cooperate with me and I guarantee you. Naomba ushirikiane na mimi, alafu mimi nakupa guarantee kwamba huwezi kupata matatizo. Mmefanya nini katika email? Kulikuwa kuna shida gani? Hebu niambie siri zote. Make me. Alafu nitakufanya wewe usio na makosa. Never do that, Mr. Blackhorse. Ni makosa tu ambayo yamefanyika. Mr. Lakas. Makosa gani? So. Kwa hiyo niambie. I have nothing to say, sir. Nakuomba kukuambia samahani kwanza. Napenda kukuomba samahani. You're a fool. Wewe ni mshenzi. Utaona. Kadata kuwa mtu kazi ndogo. Sasa anaanza kumtafuta kwa mara nyingine. Msako umeanza. Yule aliyekimbia wanamtafuta. Walianza kupiga risasi ovyo hata wajui yuko au hayupo. Fucking nigga! Shenzi we! Wanapiga risasi ovyo. Hawajamuona. Huyu mzee ameshajua kuna tatizo limeendelea. Pumbavu, kuna watu wameuawa. Shenzi. Hii ni kesi. Haiwezekani uwe mtu. Kwa nini? Dogo anazidi kujisweka ndani zaidi na kutafuta sehemu ambako hawezi kuonekana. Maji. Yaani matone ambayo naona hivyo tu. Tatizo kiu. Ana kiu vibaya mno. Anaendelea kuhangaika kutafuta maji angalau wanywe. Kachoka kweli kweli. Hajui atapatia wapi maji haya.
aliyapata kiduchu alafu sasa akakatika. Akiendelea kutafuta maji anaweza kukamatwa. Mbwa kamuona. Na hii mijibu imekali kweli kweli. Anakuja huyo sasa. Kuna dadake. Wanaitwa Rottweiler. Dogo sasa jipange apambane naye. Na akimjeruhi unajua tena. Ayayaya. Alikabana naye vizuri. Kaisha. Kuna deki. Yes. Wewe mbwa. Mbwa. Mbwa wangu. Afu sasa wazungu wanavyosema mbwa. Akiuawa huyu si inakuwaje? Akicheki majanga. Kaingia saa ngapi? Kauawa. Amka bwana. Hakuamini. Ilibidi apenye naye pia akamwangalia mbwa wake ni mzima. Alilia sana kama mtoto. Mbwa wake. Shenzi kabisa. Yaani mbwa wangu ameuawa. Jamaa anakuja kushtuka baadaye, unajua alichoka sana. Kwamba anaendelea kutafutwa. Kuna ngazi imewekwa hapa. Alidaivu. Wow. Yaani sekunde moja tu. Piotr, get up there. Dogo nimekugundua uko huku juu. Toka mwenyewe. Waliendelea kumsaka. Alitoa macho. Asija kama ameniona huyu. Shenzi. Ukashanishtukia huyu mama yangu. Mbona mimi nakufa? Mama nakufa. Come on. Toka nje mwenyewe. Can't get out. Toka nje na kwambia nimekuona wewe. Wameanza kuingia katika nchi nyingine. Hii ni baada ya siku kadhaa. Takriban wiki 2 hivi na nusu. Pilot is standing by to meet you. Reduce engine speed to slow ahead. Outside temperature 12 degrees. Waliendelea kupewa taarifa jinsi gani kuweza kuingia katika bandari. Siku zote lazima tawa inayokuwepo katika eneo la bandari linawafahamisha waingiaje katika eneo hilo. Yaani waongozaji wa meli ambao wako katika maeneo ya bandari. Wanaendelea kuwafahamisha watembee kwa kipimo gani ili waweze kufika bandarini vyema. Walipunguza spidi na ndipo wanaanza kwenda kwa spidi nyingine tofauti. Kwa kupungua spidi hii huenda tumeanza kufika. Dogo aliona labda kwenye feni kunawezekana akapata nafasi ya kupenya. Milango imefungwa kwa upande wa juu kule. Hawezi kuchomoka. Yeye lazima afanye jitihada achomoke. Huenda hii sehemu ya kupitishia hewa itakuwa ina muunganiko wa kutokea nje. Aliangalia kwanza mazingira. Sehemu ya kupitisha hewa nzuri ingie ndani. Yaani hakuna hata sehemu moja ya kushika katika ile pipe. Akafanya maujanja ili mradi apenye pale. Here 107 degrees.
kitu amechukua na sasa anajaribu kupenya juu tena. Kuna kangazi kumbe. Alianza kupenya taratibu. Alichukua kile kitu ambacho kilikuwa kinaletwa katika nchi hii akakitia mfukoni. Sijajua ni nini, lakini labda alijua kitamsaidia mbele kwa mbele. Dogo anateleza kutokana na kuchoka. Chini ni mbali. Oh. Angeenda chini ingekufa huyo. Asingepona. Alitetemeka vibaya. Meli ilizidi kupewa taarifa itembee kwa kipimo gani, isogee upande gani, kwa kipimo kipi, ili iendelee kupaki taratibu. Inaendelea kufanya hivyo na meli inaendelea kupaki katika eneo la bandari. Dogo anaendelea kufanya jitihada. Alipenya. Deck crew to stand by. Deck crew standing by. Alizidi kupanda juu ili atokee kwa upande wa nje kwa sababu hewa inapitia kutoka huko. Japokuwa nguvu alikuwa na, lakini alizidi kujishika huko na kule. Anaweza kateleza sababu hakuna ngazi maeneo haya. Chini ni mbali, akiangalia anazidi kudata, lakini kwa sababu hakuna njia nyingine lazima achomoke. Aliendelea kumwomba Mungu huku akiwa anaendelea kumkumbuka mtoto wake na mkewe. Lazima afanikishe. Anateleza. Nisaidie Mungu. Akienda chini kafa. Inapiga honi kuashiria kwamba tayari imesha parking. Inaonekana si New York. Naona kuna lugha mbili pale zimetandikwa. Nyingine wanakuambia karibu wageni, nyingine si imeandikwaje. Alizidi kupanda juu hivyo hivyo mwanaume. Hatimaye amefanikiwa kufika juu. Kwa upande huu kumetulia, hakuna mtu. Sergei, что будет, если мы его не найдем, а? Hatujampata yule jamaa ambaye ndio. Lakini hawezi kuondoka kwa sababu sehemu zote tayari tumeshafunga. Afanyeni haraka mtoke nje. Na msiwe na mawenge, sawa? Msipige kelele, mtulie. Jamaa wanakuja huko. Wakimkamata ni Sogo. Alijificha kidogo. Wakimkamata wanamuoga kwa anamficha. Anaweza kateleza, miguu yenyewe inaanza kutetemeka. Kama ni vipi mimi najitoa tu nikapambane naye hivyo hivyo. Akushtuka ile sehemu ambapo kuna nyavu haipo. Anapanda juu kidogo. Kafanikiwa. Mara ghafla kuna kitu kama anashtuka hivi. Wanaangalia kwa mara nyingine ya mwisho kama huyu mtu ataonekana au vipi.
Anatafuta bwana. Dogo naye anaendelea kujificha ficha. Aliona kamba ile, anaweza akashuka na kamba mpaka bandarini. Hujaona mtu huku? Hamna. Nanga hii hapa hii. Aende kwa kutumia kamba au nanga? Aliamua kushuka kwa nani nanga taratibu. Kuna kitu kimesikika upande wa pili. Jamaa huyo anapiga kasia kutokea upande wa pili. Kidogo maji anaweza akayachezea. Tayari yuko baharini, yuko katika nchi kavu sasa. Lakini wale wameshtuka, wanateremka faster. Wakimkamata wanamrudisha kule kule, wanamuua. Anakimbilia kwenye watu. Wakimuona atakuwa hawezi kuuawa. Anakimbilia kwenye watu. Mama. Kukimbia ameshindwa. Polisi hawapa afadhali, jamaa wakazuga. Jamani dawa. Msaada. Inabidi warudi faster. Hii sasa kesi. Polisi asubuhi yake hao wanakuja, wameshapata habari kamili walichokitenda hao maharamia. Tell you I have the reports of a storm. Wewe ndio utakuwa ni captain wa hii meli. Authority to search your ship. Sasa tuko na kitambulisho hiki hapa cha kusearch meli yako na kuchukua habari zote muhimu kwa safari nzima ambayo nyinyi mmepitia. Sir. Thank you. Basi kijana aliambiwa aende nao. Sababu huyu ndio mtu ambaye meli nzima anajua. Would have been happy to have him work on the ship. Sisi wenyewe tunashukuru sana kwa ujio wenu katika hii meli yetu. Sasa sijajua kwamba kuna kosa gani Wes. Karibu sana. Yule dogo kumbuka kuna vitu kavichukua. Kwa hiyo wanaanza kutafuta ni wapi ambapo palipekuliwa. Ni hapa Kuna bidhaa nyingine zinaingizwa katika nchi sio. Achana kuua tu. Na udogo kuna picha zake kaziweka hapa. Kama ulikuwa unakataa jamaa atokee huku, na ushahidi uko wapi?
Si watakataa. Sasa ndio kaficha kule kumbe ule ushahidi. Kesi na wakabili. This man has identified you as the murderer. Huyu mtu anakutambua wewe na amesema kwamba alikuwa kuna wenzake 10 humu. Sasa wengine wako wapi? I think this man might have something to say. Huyu jamaa kuna kitu anaweza kuzungumza. Капитан знал об убийстве, то, что все случилось. Ничего по этому поводу не предпринял. Anachanganya lugha za kwao, anambia kama unanitukana utajua wewe mwenyewe. Lakini tunataka mtuambie nao wengine 10 wako wapi? Mimi ni kama captain tunaiongoza meli. Swala la ulinzi sijajua. Mimi nilikuwa nimelala, asubuhi ya leo ndo nimeamka. Ndio naona mambo kama lakini sifahamu chochote. As master of the ship, I am responsible. Ilikuwa tumeweza kukaa mwezi mzima katika maji. Kwa hiyo siwezi kujua kinachoendelea. My friend, please tell me what really happened to the... Hebu naomba rafiki uniambie nini hasa kilichotokea katika meli? The Negroes wanted to enter your country illegally. Anasema Negroes walihitaji kuingia katika nchi yako kimakosa. Kwa hiyo sisi ibidi tuwarudishe. Kwa hiyo mkawarudisha kwa misingi ipi? Tuliwapatia maboti nini? Wakaondoka. Execute. Mliwachinja. Execute. Your name, my friend? Jina lako unaitwa nani rafiki yangu? Jan Preshov. Naitwa Preshov. You are under arrest. Kwa chini ya ulinzi. Yaani ulichinja. Alafu unasema kwa kujiamini eti walitaka kuingia katika nchi yetu kimakosa. Pumbavu. Yeye kapteni na wote ambao wanafanya kazi katika meli. Waandishi wa habari walikuja kuchukua taarifa. Dogo ni shujaa. Ameweza kufichua ile tatizo. Amefanikiwa kuingia katika nchi ya Marekani. Sijajua kama atapewa hifadhi. Lakini cha kwanza alitaka kujua familia yake inakuaje. We'll call him Albert. Muite Albert. After the uncle will never have. Si unajua mjomba wake amekufa. Asimuite jina la mjomba wake. Once I have you both in my arms again. Anasema iko siku ataenda kumshika. Na imani nitakuja kuona na nyinyi. I love you. Nakupenda sana mke wangu. Nakupenda. I love you. Huyu ndio Albert, rafiki yake, mjomba wake, ndugu yake binamu aliyepoteza maisha. Hawa machizi wote walishia njiani, maskini ya Mungu. Watu walipoteza maisha. Safari hizi vijana wengi waligharimu maisha yao. Na wengi tulipitia huko. Na wengi walipata matatizo, na nafikiri pia Watanzania wengi walipoteza maisha kama hawa wakiwa wanatafuta jinsi ya kuingia katika nchi za watu, hususan Ulaya na sehemu nyingine. Ni historia ya ukole kabisa kwa vijana wa Afrika vinavyowakota. Oktoba 95 Captain pamoja na watu wake walihukumiwa maisha gerezani kwa sababu ya mauaji. Ni hadithi ya ukweli na watu mpaka tunavyozungumza wako ndani ya jela. DJ Machine nimeleta hadithi ya ukweli hii hapa yenye kuitwa Safari ya Kifo. DJ Mark, tunamaliza hii, lakini ni mwanzo wa picha nyingine nzuri na ya kuvutia. Ciao.